Msomalia aliyenusulika kifo kwa ajili ya Kristo aeleza mazito. Ripoti hii imeandaliwa na shirika la kimataifa la Open Doors, shirika linalohusika kuwasaidia waathirika wa matukio mbalimbali duniani, hasa ya kiimani. Msomalia huyu anaanza kwa kusema, Wakristo wa Somalia ni miongoni mwa Wakristo wanaopata mateso zaidi duniani. Unaweza kukaa hotelini ukipata chakula. Mtu anaweza kuja na kutaka kukuua, kukata kichwa chako. Ni jambo gumu sana kuwa Mkristo Somalia. Naitwa Weisi Ali, ni mfuasi wa siri wa Yesu Kristo hapa nchini Somalia. Nilipokuwa mfuasi kwa mara ya kwanza, sikukutana na mshirika yoyote, sikumjua Mkristo yoyote. Ndipo baada ya miaka 7 nilikutana na Mkristo mmoja kijana. Nilimwambia juu ya imani yangu, aliniamini, alinikaribisha, na hapo tulianza kukutana wawili katika ibada, makutano ya dini. Yesu alifanya tuongezeke. Hadi kufikia mwisho wa mwaka tulikuwa watu 14, na hilo lilikuwa miongoni mwa kanisa kubwa sana katika nchi ya Kiislamu Somalia, lenye kumtafuta Mungu kweli kweli. Kwa mara ya kwanza niliona furaha ya kuokoka, lakini kinachoumiza kati ya hao wafuasi 14 ni wawili tu ndio tuliobakia. Wengine wote waliuawa kwa ajili ya kutetea imani. Nilienda kukutana na kundi lingine la waumini. Niliwaambia kila kitu kilichotupata katika kundi letu. Wauaji bado walikuwa wanatufuatilia. Niliwaambia kuwa nahitajika kuondoka kwenda nje ya Somalia. Kwa sasa nipo nje ya Somalia. Bado nafanya kazi ya Mungu huku, kufasiri jumbe za kibiblia kwa lugha ya Somali ili kuwasaidia wanaomwamini Kristo wafikiwe na jumbe za Yesu. Nilishiriki kutafsiri Biblia kwa lugha ya Somali. Watu wanadhani kwamba kanisa la Somalia limekufa kwa sababu ya mauaji, lakini ni kinyume chake ndicho kinachotokea katika kanisa la Somalia. Bado linaishi, linapitia mateso, lakini lipo na linakuwa. Mwandishi wa makanisa ya Afrika Tertullian alisema, damu ya shahidi ni mbegu. Haijalishi watafanya nini, bado tutasimama katika zamu yetu kutetea imani. Mtuombee tupate nguvu ya kusonga mbele, nguvu ya kukua hata katikati ya mateso makali. Huyu ni mwanamke kutoka katika nchi ya Eritrea. Anasema, nimetumia takribani miaka 10 gerezani. Tulipelekwa gerezani tukiwa bado wadogo. Tulikuwa wengi na ni wadogo. Hatukuwa na imani ya kutoka gerezani salama tena, kwa sababu tulisikia kuwa serikali yetu imekataza kabisa Ukristo. Dada huyu alizaliwa katika Ukristo wa Orthodox, lakini alipopata maarifa na utu uzima alibadili na kuwa Mpentekoste. Aliokoka. Baadhi ya Orthodoksi wenzake walitoa taarifa kwa polisi, ambao walimfikia na waliwapiga sana na kuwapeleka gerezani. Anasema, walitupeleka sehemu zenye baridi, walitufungia katika makontena ya mizigo na mahali palipo na baridi sana, na walituambia imani yetu ndio imetufanya tuteseke. Walisema kama tutaikana imani yetu juu ya Kristo watatuachia huru. Walituletea karatasi na kusema kama tutasaini hapa na kuahidi kuachana kabisa na imani ya Kikristo tutakuwa huru. Walirudia hilo kila wakati. Gerezani Yesu ndio alikuwa ndugu yetu pekee aliye upande wetu. Kimaajabu ilitoka gerezani. Hadi sasa bado watu wanakamatwa, hata wakiwa shuleni. Wakisikia mtaani napiga nyimbo za Injili za kumsifu Mungu, kumtukuza Mungu, wanawakamata. Hawakupeleki mahakamani, wanaweza kukushikilia kwa muda wanaotaka. Hakuna haki. Mazingira magereza ni magumu sana. Hapa tunamkuta kijana Lidi kutoka katika nchi ya Laos. Nchi ya Laos ipo katikati ya nchi za Myanmar
Thailand na Vietnam. Ipo katika bara la Asia. Anasema, walituzuia kukusanyika kwa ajili ya kuabudu. Hawakuturuhusu tujenge makanisa. Walitufanya tusaini nyaraka zinazosema kama tutamwabudu Mungu, watachukua wanyama wetu, mifugo na ardhi yetu na kuvunja nyumba zetu. Lidi ni Mkristo mwalimu anayeishi kusini mwa Laos, anayepata upinzani mkubwa juu ya imani yake kutoka kwa jamii ambayo inamshtaki kwa kile wanachokiita kufuata miungu migeni. Kuna watoto wengi Laos lakini hawajui kuandika wala kusoma. Mimi na kaka yangu tumeamua na kununua baadhi ya vitabu ili kuwafanya watoto wapate elimu, wajifunze. Nilianza kuwafundisha watoto msingi wa lugha ya Laos katika lugha yetu inayoitwa Laos na alfabeti zake zote. Kaka yangu ambaye alihudhuria elimu ya Ukristo aliwafundisha kuhusu Yesu, jinsi Mungu alivyoumba dunia na binadamu. Muda mfupi baadaye, wanakijiji walijua tunawafundisha watoto wao Biblia. Walisema, mnaeneza habari za Mungu wenu, hiyo sio sawa. Mwisho walianza kuturushia mawe. Walipiga mawe nyumbani kwetu ambapo tulikuwa tunatumia kuwafundisha watoto wao baada ya shule. Kufikia Juni mwaka 2024, tulilazimishwa kuondoka eneo hilo na kwenda mashambani. Hatukuwa na namna nyingine. Mawe hayakuacha kurushwa muda wote tangu wamechukua maamuzi hayo. Walisema, mkiendelea kubaki, hatutaacha kupiga mawe, au la muondoke wenyewe kwa amani. Tulihofia usalama wa watoto. Tuliamua kuhamia mashambani. Kwa sasa tunaishi shambani. Bado naendelea kufundisha watoto kwa sababu hawana elimu yoyote bado. Na waonea huruma. Bado nawafundisha. Kupitia washirika wa ndani na Open Doors wamesaidia vifaa kwa waamini, mahitaji ya shule na kuwajengea nyumba mpya. Lidi bado anafundisha watoto elimu ya kawaida na masomo ya Biblia. Pia kulikuwa na watu wachache wa Kristo waliotusaidia kutuwezesha kuwafundisha watoto. Walitenga na kununua vitabu, penseli na chaki na bodi kwa ajili ya kufundisha watoto. Mungu awabariki wote wenye moyo wa kutusaidia. Huyu ni binti wa Kisomalia anaitwa Nala. Yeye ni mwamini wa Kristo. Anateswa na familia yake mwenyewe kwa kumwamini Yesu Kristo. Anasema, jina langu Nala Yusuf. Nina miaka 22. Ni Msomalia. Nyumbani nilifundishwa kuwa Muislamu mzuri. Siku moja nilitazama chaneli YouTube inaitwa Somali Fellowship Followers of Jesus, yani wafuasi wa Yesu Kristo Somalia. Mwanzoni nilidhani ni waongo, lakini baada ya muda tukawa ndugu katika Kristo. Waliniambia mengi kuhusu Yesu na waliniambia nisome Biblia. Nilianza kusoma kitabu cha Mwanzo na kuendelea. Maswali yangu mengi yalijibiwa. Kwa mara ya kwanza nilipata amani katika moyo wangu. Nilikutana na waumini wengine kwa siri na nikabatizwa. Katika jamii na nchi yetu, kuwa Msomalia ni kuwa Muislamu. Hivyo nilificha imani yangu mpya kwa Yesu. Ilikuwa ni hatari kama familia yangu watajua. Usiku mmoja baba yangu alinipigia simu akasema, mama yangu anakaribia kufa. Niliharakisha nyumbani haraka sana, lakini ilikuwa ni uongo. Kuna mtu alimwambia kuwa nimeuacha Uislamu. Kaka yangu alinipiga, alinichukua na akachukua simu yangu, kitambulisho changu na taarifa zangu zote muhimu. Kisha alinifungia katika chumba kimoja. Walinipeleka hadi katika eneo ambalo waasi huwa wanauliwa ili kunifanya niogope. Walitumia njia nyingi kunirudisha niwe Muislamu. Baada ya siku 6 za kufungwa,
Dada yangu alikuja na kunishauri kuwa nijioneshe tu kwa nje kuwa ni Muislamu, lakini ndani ni muombe huyo Yesu ninayomwamini. Nilifanya hivyo. Niliamka asubuhi sana na mapema. Nilienda kuswali, lakini sikutamka maombi ya Kiislamu, ila niliomba kwa jina la Yesu. Mwisho familia yangu iliamini kuwa nimerudi kuwa Muislamu. Walinilegezea masharti walioniwekea hapo awali. Dada yangu alinionea huruma sana. Alinipa simu yangu ili niwasiliane na marafiki zangu, ili niwajulishe kilichotokea. Walikuwa tayari kunifuata nilipo na kunitoa katika nchi hii ya hatari na kwenda mbali. Lakini kabla ya hilo kufanikiwa, familia yangu iliamua niolewe. Siku moja kabla ya harusi, dada yangu alinipeleka msikitini kwa mafundisho ya kawaida ya kidini. Hii niliona ni nafasi pekee. Nilikimbia. Nilienda kujificha kwa marafiki zangu, na baada ya wiki niliondoka Somalia kwa msaada wa marafiki zangu wa Kristo. Nimefika hapa nikiwa na nguo zangu tu nilizovaa. Nililia, nilichoka, hata imani yangu iliyumba. Nilimuuliza Mungu, kwa nini unanichukia? Je, umenisahau? Lakini Mungu alinijibu kuwa ni mimi ndiye niliyekusaidia kufika mahali hapa. Hapa ni katika nchi ya Irani. Tunakutana na stori ya Sahar, mwanamke aliyepambana kumpata Kristo katikati ya ulimwengu wa Kiislamu. Anaanza kwa kusema, nakumbuka nilipokuwa katika taksi, nilikuwa safarini kuelekea nyumbani kwa wazazi wangu. Nilikuwa nalia. Nilimfikiria kijana wangu, mwanangu, ambaye alikuwa na miaka 4 tu wakati huo. Niliwaza, nani atamlea? Ni nani atakayemjali kama mimi nilivyomjali? Sahar ni mwanamke mwenye watoto 2 kutokea katika nchi ya Irani, aliyetenganishwa na watoto wake baada ya kugundulika kuwa ni mfuasi wa Yesu Kristo. Katika sheria za nchi ya Irani, ni rahisi kwa mwanamke kuachwa na kutengwa mbali na watoto wake ikiwa tu atajihusisha na masuala ya imani ya Kikristo. Sahara anasema, Irani hawamthamini mwanamke. Mwanamke hana haki yoyote. Sasa fikiria, ikiwa unataka kuwa Mkristo, hakika utapata tabu na matatizo makubwa. Watakuandama kila wakati kwa vitisho vya kimwili na kisaikolojia. Nilijua tu mume wangu akigundua nimekuwa Mkristo atakasirika sana, na kuna uwezekano mkubwa wa kuachana, na watoto wangu watachukuliwa kwa sababu hawatakiwi kukaa kwa asiye Muislamu kwa mujibu wa sheria za Irani. Hawataniruhusu hata niwaone tena. Siku moja nilishangaa wakala wa Jamhuri ya Kiislamu katika kitengo cha intelijensia alikuja kunikamata. Walinipeleka mahakamani na walinihukumu adhabu ya siku 90 jela. Lakini mahakama kuu ilipopata taarifa hiyo, walinizidishia kifungo na kunihukumu miaka 5 jela. Nilipata kusikia Roho akisema nami kuwa, wewe ni mwanangu, nimekuchagua. Utawaokoa wanawake wengi hata nje na taifa lako. Nilimuuliza Mungu, itakuwaje? Mimi ni mwanamke. Je, itawezekana jambo hilo? Aliniambia nitaweza. Kazi Mungu alizofanya katika maisha yangu zimenifanya nimuahidi Mungu kuwasaidia wanawake wengine katika namna yoyote ninayoweza. Mazingira niliyopitia yalinifanya nione uchungu kwa wanayopitia wanawake duniani. Sasa Mungu amenifanyia muujiza. Sipo tena gerezani. Nafasi kazi na shirika. Sasa nafanya kazi na shirika la kimataifa la kusaidia watu katika haki linaloitwa Open Doors. Leo nakutana na wanawake wengi, na waambia Mungu anawapenda, Yesu anawapenda. Nipo na familia yangu tena. Mungu ameileta na kuniunganisha naye. Nina furaha kuifanya kazi ya Mungu na kuona wengi wanamjua Kristo kupitia mimi. Libya warudisha miili ya Wakristo Misri waliouawa na IS miaka 3 iliyopita. Hizi ni ambulensi zilizobeba mabaki ya miili ya Wakristo waliouawa kikatili
na IS miaka 3 iliyopita. Miili hiyo iligunduliwa mwaka jana mwezi wa 10 katika mji wa Sirit huko Libya. Ali Twalibu, afisa uchunguzi wa masuala ya kihalifu wa Libya, anasema, tumetuma sampo ya DNA Misri ili walinganishe na familia za waathirika, lakini hata kabla ya familia hizo kurejesha majibu, tayari tumeshapata majibu ya miili ya wote waliokufa na wahusika wa Misri. Afisa wa uchunguzi wa mauaji Libya, Othman Elezentani, amesema walichukua skeleton za miili ya waliouawa ambao walikamatwa kwa masuala ya imani ya Kikristo mwaka 2015. Wengi wameuawa na IS Libya miaka 4 iliyopita. Miili ya Wakristo hao ilisafirishwa kwenda Cairo kwa familia zao baada ya miaka zaidi ya 3 kusubiri maiti za wapendwa wao. Sasa ni Kenya. Hapa tunamkuta imamu anayejulikana kwa jina la Hassan Hussein Adam Abu Salman anayeishi Kenya. Anaheshimika sana katika jamii ya Waislamu wa Sunni huko Kenya. Imamu huyu alikuwa akiongea na vijana wa Somalia na kuwashawishi kuua wasio Waislamu huko Somalia na kuwala kama nyama ya kawaida. Alisema hayo mwaka 2019. Anasema imamu huyu, imeruhusiwa kuwaua waasi. Kama unataka kufa kwa njaa na unawaona au unamuona muasi anaishi na anatembea, muue na umpike ule, kwa sababu mmeshafundishwa makafiri hawana thamani. Imeandikwa hivyo. Unatakiwa uwaue, uwarosti vizuri, kisha ule, wapike. Kama ukimwona amekufa tayari, uruhusiwi kumpika. Unatakiwa umpike aliye mzima, umpike, umuue, kisha umpike. Na imeandikwa pia, ikitokea katika vita unaruhusiwa hata kumla kafiri mbichi, muasi mbichi, yani mzima, akiwa anatembea bila kupika. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Huyu ndio Muislamu ambaye anawafundisha vijana namna ya kuwakabili watumishi wa Mungu ambao kwa mtazamo wao ndio hao wanaitwa waasi, ndio hao wanaitwa makafiri wenye kustahili kurostiwa kama nyama ya kuku, kama nyama ya ng'ombe, kwa mujibu wa anavyosema. Sikia zaidi hapa. لا قتل ذمي ومستأمن. قال كي ذمي جزا كقادين او نول هذا aragto adoo naftu ka baxayso ma dilan kartid, laano waxa weeye ammaanka aan siinay baa ilaalinaya. wasabiy harbiin asaguna ma loo gol yahay. wuxuu ku yiri waxa asaxa gaalkii raa'id dhimmiga ahaa in qaan gaarin iyo haweeneyda harbiyada ahayd ee ayadu aan ragba ahayn, adoo naftu ka baxayso inta dilato oo weydaysato waad ku badbaadi kartaa. haweeneyda harbiyada iyo sabiga harbiga ah dhiigooda looma xarimin inaan laga helin cilladii banayn lahayd. Hii ni mifano michache ya mateso wanayopitia Wakristo duniani. Kila mahali kwao si salama, kila sehemu kwao si salama, wanaishi kwa kuteseka. Waliuawa Wakristo 30 Libya. Majeneza haya ndani yake imo miili ya Wakristo. Mateso ni makubwa, gharama ya kumfuata Kristo ni kubwa. Wewe katika nchi yako na amani, mtu wa Mungu, unaamua niende kanisani usiku au asubuhi au mchana, lakini wapo watu wanaotafuta hata dakika moja kusema na Mungu, kupata nafasi ya kukutana, hata kulitamka na kulisifu jina la Mungu, wanakosa. Na kusihi mtu wa Mungu, thamini muda ambao Mungu amekupa duniani. Nafasi Mungu aliyokupa ni ya kipekee na haitajirudia. Naweza ukaona aibu leo kumfuata Mungu kwa sababu ya jirani, kwa sababu ya mama, kwa sababu ya baba ambao hawatakusaidia siku ya hukumu, siku ya mwisho.
Yesu ni nuru. Yesu ni njia, kweli na uzima. Uchukue maamuzi ndani ya roho yako, ndani ya moyo wako. Amekujia na uone jinsi uthamani ulivyo wa kipekee katika nyakati hizi. Watu wamehatarisha maisha yao, wameacha mali na kila kitu kwa ajili ya kumfuata Yesu Kristo. Katika kipindi hiki ambacho tunaweka shuhuda nyingi za watu kutokewa na Yesu Kristo, watu wa Mashariki ya Kati, Afrika na maeneo mbalimbali, wakitokewa na Yesu Kristo na akiwaambia, mimi ni njia, kweli na uzima, mnifuate. Wengi wanadharau, wengi wanatukana, wengi wanakejeli, lakini napokea jumbe nyingi inbox. Napokea taarifa nyingi, meseji nyingi inbox, zikionyesha jinsi watu wengi wanavyotokewa na Yesu, na wengine wakiomba hata ushauri nini wafanye. Wengine wanasema, nipo katika familia ya Kiislamu. Kumpokea Yesu maana yake ni kupoteza kila kitu, ni kupoteza kazi, familia na kila kitu. Nifanyaje, mtumishi wa Mungu? Wengine wamehitaji kutoka mahali walipo, wengine wameondoka na kuacha kila kitu. Gharama ya kumfuata Yesu inakuwa kubwa kila mahali, kila wakati. Hivyo na kukumbusha mwanadamu naishi duniani, hizi usizichukulie kama ni stori tu ukafurahia na kuachana nazo. Ni maisha. Watu wameingia gharama, nawe ukasikia na kuvutiwa na hiki unachokisikia. Haya ni maumivu na mateso ya wengine ambao mitihani wao wameshinda, leo wamebaki na Yesu. Kuna wakati utahitaji kujaribiwa, basi tumia nafasi hii kumtumikia Mungu kwa kila kitu ulicho nacho. Ikiwa upo katika nchi yenye amani, omba. Saidia wanaohitaji Mungu. Saidia watu ambao wanaathirika na kumfuata Yesu Kristo. Mungu akubariki. Uwe na wakati mwema, uwe na tafakari njema. Tupo nyakati za mwisho, na kusihi, tafute Mungu, bado ungali unaishi. Tumikie Mungu siku za ujana wako. Mtu wa Mungu, kwa wewe ambaye Mungu amekupa nafasi ya kupata chochote, tafadhali usiache kuwakumbuka walio katika mateso, walio katika shida, kutokana na kumtafuta na kumfuata Yesu Kristo. Madhabahuni hapa tunapokea meseji nyingi za jumbe nyingi za watu ambao wanahitaji msaada kutokana na mazingira walio nayo. Wengine wapo katika nchi hii ya Tanzania na bado kwao si salama taarifa zao kuwekwa mtandaoni. Wako ambao wamehitaji misaada, kidogo tulichowapatia hakijatosha kuweza kukidhi mahitaji yao, maana wengine imewabidi wahame, waache mahali walipo. Tunayo taarifa ya watu wengi ambao wamefikia uamuzi wa kuachana na maisha ya Uislamu na kumpokea Yesu Kristo, lakini changamoto kwao zimekuwa ni nyingi na imekuwa bado si salama kuweka taarifa zao mahali hapa. Tunakusihi mtu wa Mungu, kwa chochote ambacho Mungu amekujalia, tafadhali tuma kupitia namba hii ili tuweze kuwasaidia watumishi hawa ambao wamechukua uamuzi wa kumfuata Yesu Kristo. Pia wako wengine ambao wameitaka madhabahu hii kuwafikia kwa ajili ya shuhuda zao, kwa ajili ya kurekodiwa, kwa ajili ya kusema wazi kile Yesu alichowatendea. Tunashindwa kufika huko kutokana na kukosa fedha za kufika mahali walipo na kufanya videos. Tafadhali, kwa lolote lile, usiache kukumbuka kuifanya kazi hii ya Mungu, maana kufanya kazi ya Mungu ni kujiwekea hazina mbinguni, mahali ambapo hakuna nondo wala kutu watakaoweza kuharibu. Tumia namba hii kuweza kuchangia huduma hii ili iweze kuwafikia wengi. Tuwafuate na hao ambao wanahitaji kurekodiwa, shuhuda zao ziweze kuwekwa hapa. Wako watu wa nchi hii ya Tanzania, mahali tulipo, mahali madhabahu hii ilipo, tunashindwa kuwafikia mikoani kwa sababu ya upungufu au ukosefu wa fedha. Wako watu wengine wamechukua maamuzi ya kuhama mahali walipo, kuacha imani zingine na kumfuata Yesu,
Gharama imekuwa ni kubwa, wanahitaji msaada zaidi, hata wa fedha, hata wa kutafutiwa nyumba kwa ajili ya kukaa, maana walitegemea imani, wapo karibu na ndugu ambao sasa wameinuka kinyume nao. Mahitaji ya huduma yamekuwa ni mengi na makubwa sana, na kusihi mtu wa Mungu, Mungu akuguse kwa haya. Tumia namba hii kuweza kusaidia watu wengine, kuweza kusaidia watu ambao wamempokea Yesu Kristo, ili injili iweze kusonga mbele. Mungu akubariki sana. Amen.